Rigathi Gachagua kwa mara nyingine tena umevamiwa na wahuni katika kaunti ya Nakuru. Na shambulio hilo lilitokea katika eneo la Salgaa muda mfupi tu baada ya naibu huyo wa zamani wa rais kumtaka Rais William Ruto kukoma kumshambulia rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa madai ya kuwa mdhamini wa upinzani. Na kama anavyoarifu Seth Olale ni kwamba Gachagua amewataka wakazi wa kaunti ya Nakuru kudumisha umoja. Kwa siku ya pili mfululizo, msafara wa kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua umeshambuliwa katika kaunti ya Nakuru. Tukio hilo lilitokea katika eneo la Salgaa wakati msafara huo ulipokuwa unaelekea eneo la Rongai kutoka Molo. Saa chache kabla ya mashambulizi hayo, naibu rais huyo wa zamani Rigathi Gachagua alimsuta Rais Ruto kwa kuendeleza mashambulizi dhidi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta anayemlaumu kudhamini umoja wa upinzani. Hakuna kitu amefanya. Sasa yeye anaruka. Hataki tuongee hiyo maneno. Anataka kuleta maneno ya Uhuru Kenyatta. Akizuru maeneo ya Njoro, Elbagon, Molo na Rongai, aliyekuwa naibu rais alimuona Rais Ruto dhidi ya kusababisha mapigano baina ya jamii zinazoishi katika kaunti ya Nakuru wakati na baada ya uchaguzi mkuu ujao. Wakijaribu kutisha sisi, hata lazima tufuate Ruto, hata kwa sababu jamii yetu iko kila pahali Kenya. Aidha, kinara huyo wa chama cha DCP aliyeandamana na viongozi wengine wa upinzani alilaumu serikali kwa kile alichosema ni kukosa kuimarisha usalama kwenye mikutano ya kisiasa inayoongozwa na umoja wa upinzani. Alikuwa anatafuta vijana ati wakuje wapige rigiji, ati asifike Njoro. Viongozi hao wakimkemea Rais Ruto kwa kile wanachokitaja kuwa njama nyingine ya kuwagawana wakazi wa eneo la Mlima kupitia naibu rais Profesa Kithure Kindiki. Anatumika na Kasongo ati agawanye Mlima. Haiwezekani. Sisi jamii ya Wakikuyu na Waembu na Wameru, sisi ni kitu kimoja. Seth Olale, runinga ya Citizen. Na mtazamaji, tukiendelea mbele ni kwamba wazee wa jamii ya Mlima